Mwaka 2025 unamalizika. Sasa ni mwaka 2026 tunakwenda kwa ajili ya mwaka mpya tunaokaribisha. Tumefunga mwaka mpya na pambano kubwa hivi ambayo inatarajiwa kufanyika siku ya mkesha wa mwaka mpya. Kama Simba kuelekea katika pambano hilo, kwanza umejipanga vipi kwa ujumla? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napenda kushukuru Tanzania kwa sababu mpaka sasa hivi ni wengi wa Tanzania wanahitaji kuona mkesha mwaka mpya, pambano kubwa linafika jijini Dar es Salaam na kutoka Mafia Boxing. Mimi nimejipanga vizuri na uzuri wake fight sikukurupushwa. Tulikaa kempu takriban miezi miwili. Kwa hiyo nimejipanga kwa kutosha na nipo vizuri na ipambano na kwenda kushinda, kwa sababu nilizoea kuwapa burudani wa Tanzania kwa point, lakini ili inawezekana kwa maandalizi waliyojiandaa pamoja na kocha wangu Edward Manueli pamoja na kocha Saburi, nimejipanga kushinda knockout. Kwa hiyo knockout inaweza ikapatikana kwa wakati wote, muda wote, lakini kwanza watapata burudani na ndio kwanza mpaka, lakini knockout inaweza ikawepo kwa muda wote. Kwa mwaka 2026 tutegemee nini kwa Idi Pialali? Kwa mwaka 2023 naona umefanya makubwa, lakini nikumzungumzia Idi Pialali, miongoni mwa vitu ambavyo vinamtambulisha ni lile pambano lake na Tina Mpei. 2026 tutegemee viwango vile vikubwa kwa mapambano ya international kwa namna gani? Miaka inabadilika na tekniki zinabadilika vile vile, kwa sababu nimejipanga kuelekea mwaka 2026 najipanga vikubwa zaidi, kwa sababu nahitaji kwa mwaka huu kwa malengo yangu yani yatimie, niwe na mkanda mkubwa kama WBC kama WBO wa dunia. Ndio malengo yangu nahitaji kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo naamini pia Mungu atanisimamia na sijawahi kuangusha Tanzania na sitaweza kuangusha, na malengo yangu yatatimia kwa sababu tayari hiyo ndoto ninayo, na hapa nilipotokea sikuweza kuangusha kwa sababu nina ndoto ya hiyo. Baada nibadilishe mwaka nije kivingine zaidi na kiwango kingine kipande, kwa sababu nilikuwa na makocha wa kigeni kama walokuja, tulikuwa nao Mafia Boxing kambi. Kwa hiyo nafikiri kuna baadhi ya vitu ninavyo nilivichukua ninavyo. Kwa hiyo mwaka huu 2026 unakuja vizuri kwangu mimi na nakuja vizuri na kuwa bingwa wa dunia. Tuzungumze kidogo matukio ambayo yamejitokeza hivi karibuni, mabondia kutoka nchi mbalimbali wakija hapa nchini, baadhi wakifanya vizuri wakiondoka na ushindi hapa, lakini baadhi wakifanya vibaya. Tulishuhudia baadhi ya mabondia kutoka nje ya nchi wakija katika fight ambazo walipigana mabondia kutoka kambi ya Mafia. Bondia kutoka kambi ya Mafia walipoteza, lakini hivi karibuni pia bondia kutoka nje ya nchi walikuja wakaibuka na ushindi, lakini wengine wakapoteza kihalali kabisa. Nini unachokiona kwa fight ambazo zinaandaliwa na promotion hapa nchini? Wengi wakisema kwamba wengine wanaleta mabondia ndizi ama viazi, lakini wengine wakisema kwamba mbona mabondia kutoka Mafia wamepoteza na mabondia kutoka nje ya nchi. Wewe mtazamo wako ukoje kutokana na mjadala ambao unaendelea? Kwanza napenda kuambia Tanzania, Mafia Boxing ni kampuni inaleta mabondia wa kweli Tanzania. Alafu ni kampuni inaleta mabondia wenye viwango vikubwa duniani, tofauti na makampuni yote hapa Tanzania. Mafia Boxing hawaleti bondia ndizi, hawaleti bondia usema mabondia wa Mafia wakashinda, hapana. Na ukiangalia ndugu mwandishi, wewe mwenyewe kama mashahidi, mabondia kampuni wa Mafia Boxing na wanapigwa. Kwa nini wapigwe na kampuni inaweza kuwekea bondia wa ndizi na wakashinda bondia wao? Lakini kwa nini hiyo hivyo? Kwa hiyo Mafia Boxing ni kampuni inafuatiliwa na watu wa Tanzania na nje ya nchi, kwamba wanaita mabondia waliokuwa mahiri na wanaita mabondia wenye viwango vikubwa na wanachezesha mikanda mikubwa. Kwa hiyo hata yuko nje mkataba, ukiomba kuna game lazima bosi akuulize wa Mafia Boxing, bwana kuna fight tarehe bora mwezi fulani, lakini nahitaji ufanye maandalizi ya mechi kiserious, kwa sababu anajua hawezi kuita bondia wa kawaida, anakuta bondia wote walikuwa wazuri. Na mbona ukiangalia mkifuatilia fight ya Mafia Boxing hamna Watanzania wanalalamika au wadau wapenda masumbu wanalalamika kwamba Mafia pale bwana wanaita mabondia ndizi, hakuna. Lakini makampuni mengine wanaendea fight ndio unakuta watu wa Tanzania wanalalamika, bondia kaitwa ndizi, bondia yule hamna chochote. Kwa hiyo Mafia Boxing ni kampuni imejiandaa kweli kwa sababu bondia wa aina tofauti. Kwa hiyo naambia Tanzania tu, kwa sababu
sisi kama bondia na kazi yetu ni ngumi, tunahitaji tupigane. Na kupigana ni kama mimi mimi simtaki. Mimi tunabondia watu kwa sababu ngumi sasa hivi inaonekana watu wanazijua ngumi. Hasa mdanganyi mtu azibu ukiacha mpira unafuta ring box. Box watu wanajua, sipaka wanawake wanajua ngumi. Kwa hiyo ukisema ukita bondia ovyo ovyo unajua sasa huyu sio bondia. Kwa hiyo ukita bondia unaona kabisa huyu mcheza lede au huyu mcheza lede. Umeona? Kwa hiyo ukita bondia sasa leo tumeona ngumi. Kwa hiyo sasa hivi tunasema Mafia Boxing na wapenda kwa sababu wanaonesha tu bondia ukweli na wanaonesha ladha ya ngumi Tanzania. Ukiangalia mchezo wa Mafia Boxing ndio unaona ladha kwanza buti ya kwanza mpaka ya mwisho. Unaona ladha ya ngumi na watu wanapigana kweli na unaona kabisa mibingwa mkanda unakuwa kweli. Mara ngapi mndugu mwandishi hapa mikana amewashawishi hapo tia Mafia Boxing. Kuna Kalole Amudi alipigwa na bondia wa kampuni yo, kuna Ben Mafia alipigwa na bondia wa kampuni. Kwa hiyo Mafia Boxing wanaleta bondia wa ukweli na viwango vya ngumi vizuri na bondia. Ile fight ya jana sipendi kuizungumzia sana kwa sababu ipo nje na yani siwezi kuzungumzia, ila kwa sababu ni bondia Mtanzania mwenzangu kashinda, tunaweza kushukuru Mungu ameshinda salama. Mimi nafurahi kwa kushinda yeye, ila cha kingine ndio kuongezea hapo kwenye fight. Bondia kama Hasani kama Mtanzania itakiwa sio ushindaji ule raundi ya pili, kwa sababu alikaa muda mrefu kucheza fight. Itakiwa kwanza aoneshe Tanzania burudani, kwa sababu mvute yani waoneshe kama yeye kweli ana uwezo na amekaa kambi na muda mwingi alikuwa kimya. Kwa hiyo amerudi, watu wana hamu ya kumuona na watu walikuwa wanakiwa muone. Kwa hiyo kama mtu anakiwa kuona inabidi uoneshe wa Tanzania kama mimi kweli naweza. Umeona hiyo bondia uloletewa kwa challenge. Nitokea bondia ile challenge kama mimi pia na bondia unaonyesha challenge. Nashinda kino kabisa nimepigana. Kwa hiyo kwa bondia una challenge, kiasi kwamba bondia una challenge mtu hawezi kumpa maneno, hawezi kutoka kuongea, lakini watu wanaongea kwa sababu bondia ana challenge au mcheza naye. Na kila kitu ambacho yeye mwenyewe amekizungumza akisema kwamba yeye ametambulishwa na power punch, akizungumzia pamoja nake na Sam Engton alimpiga panchi na akasababisha Sam Engton yani kumalizika kwa pambano lile. Ndicho kilichotokea katika pambano lake la mwisho. Hassan Mwakinyo anasema kwamba ile ilikuwa ni power punch ambayo iliweza kumstopisha. Wewe unalizungumziaje kwa hilo kama kile ambacho kilimtambulisha Hassan Mwakinyo? Watanzania hawajazoea hilo. Hiyo anazungumzia mwenyewe, Watanzania hawajazoea hilo. Watanzania wanataka ni burudani, afu ndio baadaye yupo punch na knockout inakuja wenyewe automatically wanaona. Lakini raundi ya kwanza, raundi ya pili, raundi ya tatu, yani watu wasipate maneno kuongea. Yani mpinzani aoneshe kweli upinzani, yani kusema bondia kacheza na bondia fulani lakini kaonesha upinzani. Raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne. Lakini inawezekana bondia raundi ya kwanza, ya pili bondia amelitaya. Umeshaona? Kwa hiyo watu walikuwa wanahitaji kuona na watu walikuwa ni wengi na Watanzania wengi wanafuatilia fight kwa sababu wanahitaji kumuona Hassan kwamba anakuja kwa staili gani. Na tuone mchezo, je, mpinzani anampata mpinzani aina gani. Kwa hiyo Watanzania wapo wanapenda kuona yani mpinzani anakuchallenge. Sasa ile Hassan mpinzani hajamchallenge, yeye ndo kamchallenge mpinzani. Lakini mpinzani hajamchallenge Hassan. Watu hawajaona kitu, hawajaona, wataka kuona Hassan anakuja kwa staili gani. Hajaona, namuona watu wengi wanalalamika mpaka sasa hivi. Ushauri wako ni upi kwa Hassan na kile ambacho kwa manufaa ya boxing Tanzania hapo mngependa kukizungumza? 31 tuendelee na hapo. 31 na kwenda kukaribisha mwaka 2026. Kwa hiyo Watanzania na waombeni tukutane kwa wingi sana viwanja vya Posta pale Kilichonyama. Tukutane na kwenda kuonesha usimba wangu na nakwenda kuonesha umaili wangu na kwenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo sijawahi kuangusha Tanzania na sikuangusha. Ila cha msingi tu safari hii fight iliyopita nilikuwa natembea sana, napigana natembea na footwork. Ile safari hii fight ya kesho kutwa mguu ndani mguu nje, yani vyuma tuenda mbele. Kwa hiyo njoni muone burudani. Mnakwambia uibondia kaya kajaga kwa sababu nahitaji kuzindua mwaka na knockout. Shukrani sana. Pamoja.